Sakata la Mdude Nyagali bado limeendelea kuchukua sura nyingi tofauti kwenye mitandao ya kijamii, huku kila mmoja akizungumza kwa nafasi yake kuonesha ameguswa kwa namna gani. Sasa kuna hii hapa taarifa ambayo ilikuwa inasambazwa kwenye mitandao ya kijamii lakini ni fake news. Ambapo waliotengeneza hii taarifa walitembelea brand ya Jambo TV, ambapo Jambo walikanusha hii taarifa kwamba sio taarifa ya kweli, kwamba ni taarifa feki ambayo iliandikwa Mdude akutwa nyumbani kwa Lema mkoani Arusha. Ambapo sasa kwenye hiyo posti yao waliweka pia na posti ya tweet ambayo inaonekana pia nayo ilitengenezwa na John Mrema, ambayo aliweka kupitia ukurasa wake wa X, ambayo iliandikwa mwisho wa ubaya ni aibu. Nimepata taarifa muda huu kuwa wanachama wa Chadema na wananchi wamezingira nyumba ya Godbless Lema mkoani Arusha baada ya kuonekana vijana wa Red Baggage wakishuka na Mdude Nyagali kwenye gari aina ya Land Cruiser VXR yenye namba hizo T216 DHH. Bado hajafahamika nini hasa kinaendelea, lakini wananchi wamepigwa na butwa kwa kilichotokea. Naendelea kufuatilia kwa karibu nijue nani yupo nyuma ya huu mchezo mchafu. So hiyo ni watu walitengeneza na ikaonekana kama John Mrema ndio ambaye ameandika hiyo taarifa. Umeelewa vizuri. Sasa Godbless Lema alichukua hii akaweka kwenye X yake na akaandika, mnahangaika sana halafu kizembe, ni hatari kuongozwa na watu wanaopaswa kuwa katika hospitali ya vichaa. Mkiweza kutupa hata maiti yake kwangu nitawashukuru sana. So Lema anasisitiza kwamba hata kama wakiweza kuja kutupa tu mwili wa Mdude Nyagali nyumbani kwake basi atashukuru sana. Sasa John Mrema akuiacha ipite hivi, akaenda akalipray kupitia kwenye hii posti ambayo iliwekwa na Lema. Yeye akaandika, kabla hujaposti huo ujinga ulipaswa ujiridhishe kwa kuingia kwenye ukurasa wangu na kuona kama huo ujinga umetoka kwangu. Be smart Mangi. Umeelewa vizuri. So amemtifua hapa Lema na kumwambia kwamba natakiwa uwe smart kweli. Umeelewa vizuri. Kabla hujaweka huo ujinga ambao umeweka hapo, ulitakiwa kupita kwenye posti yangu ili ujihakikishie hiki kitu ni kweli kipo kwenye posti yangu au inakuaje, si ndio? Hicho ndicho ambacho ameandika John Mrema. Umeelewa vizuri. Lakini taarifa hii sio ukweli, taarifa hii ni fake ambayo ilitengenezwa tu na watu. Umeelewa vizuri. Na hicho ndicho ambacho kiliandikwa na Lema, lakini John Mrema akaja kujibu hapa ama kumjibu na kumwambia Lema, kabla hujaposti huo ujinga ulipaswa ujiridhishe kwa kuingia kwenye ukurasa wake na kuona kama ni kweli hiyo posti imetokea kwake. Alafu mwisho wa siku akamwambia Mangi natakiwa uwe smart. Umeelewa vizuri. Okay. Sawa, kwa hiyo ndo hivyo. Huo ni mtifuano ambao umeendelea kati ya Lema pamoja na John Mrema kuhusiana na hiki ambacho kiliwekwa hapo, ama hii taarifa ambayo ilitengenezwa na watu. Huyu anasema, Mangi una uhakika gani hajaja kwenye akaunti yako kuthibitisha? Au siku hizi mtu akitembelea akaunti yako anapewa taarifa kwamba fulani kapita kwenye timeline yako? Be smart tu Mangi. Okay, huyu anasema angesema kuwa ni fake, ila alivyoiposti tu ni ujumbe unasambaza kwa umma ambao haujafika, ni uongo. Huyu anasema wewe ni mjinga sana kabla ya wajinga kuanza kuwepo duniani. Huyu anasema acha upumbavu wako. Huyu anasema wauni kazi kutukana kafanya kosa gani Mrema? Okay. Sawa, kwa hiyo ndo hivyo. Huo ni mtifuano kati ya Mrema, John pamoja na Godbless Lema. Mtazamo wako ni nini? Lakini ndo hivyo. Ni sura tofauti ambazo zinajitokeza katika sakata hili la Mdude Nyagali, lakini irizi. Lakini pia utakumbuka mkuu wa mkoa wa Mbeya pia alitoa tamko kwa polisi
na kuambia kwamba kwa yoyote ambaye atakayemuona Mdude akiwa hai au amekufa, mkuu wa mkoa wa Mbeya amesema kwamba atatoa shilingi milioni 5 kwa atakayefanikisha kumpata Mdude akiwa hai au amekufa. Kwa hiyo ndo hivyo, mambo ni mengi yanajitokeza kupitia sakata hili. Mtazamo wako ni nini? Hii ni VOT Media, hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.